Katika kila hela unayopata ni muhimu sana kuzingatia mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukumbuka kesho, lakini jambo la pili ni usisahau kuishi. Haya ni maneno ambayo alikuwa anasema mwalimu wangu kipindi ambacho nilikuwa nasoma degree. Kwa hiyo leo natamani nikwambie mambo kuu manne ambayo mimi binafsi huwa ninazingatia katika kila hela ninayopata. Almost kila hela ninayopata huwa nazingatia mambo haya manne. Jambo la kwanza ni fungu la 10. Yes, yani piga ua. Fungu la 10 lazima nilitenge kwa ajili ya Mungu wangu. Jambo la pili ni akiba na uwekezaji. Kwa hiyo hapa nitaweka akiba, naweza nikaweka akiba kiasi fulani na uwekezaji kiasi fulani kwa ajili ya kesho yangu. Jambo la tatu ambalo huwa ninazingatia ni kutumia sasa fedha yangu. Hapo sasa ndo pale lile neno la mwalimu napokuja nasema kwamba usisahau kuishi. Kwa hiyo huwa nahakikisha kwamba ninatumia hela yangu kwenye enjoyment, refreshment, lakini pia kwenye yale mahitaji ambayo ni ya muhimu. Na jambo la nne ni kusaidia wahitaji. Yes, kuna wakati unaweza kuwa unatamani uongezeke, kipato chako kiongezeke, yani fedha zako ziongezeke kwa kiasi fulani, lakini kuna zile principles tu ambazo unazimiss kiasi cha kwamba ukizifanya fedha yako inaongezeka automatically. Naamini kuna wengine huwa wanaamini ya kwamba the more you give, the more you receive. Yes, kwa hiyo kuna wakati ambao ili tu unaweza kukuta ili tu ufanikiwe kufika lengo fulani au kiwango fulani cha mafanikio ambao unahitaji ni kwenye sekta tu ya utoaji. Kwa hiyo usisahau kanuni hii ya utoaji kwenye eneo lako la fedha, itakusaidia sana. Kwa hiyo niambie wewe binafsi ni mambo gani ambayo huwa unazingatia sana kwenye masuala ya fedha? Je, ni haya manne kama mimi ambavyo huwa nazingatia au kuna jambo lingine la ziada? Nitafurahi sana kuona comment yako. Tukutane tena wakati mwingine. Asante.